الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema idha kanat awwalu layla min Ramadhan, inapokuwa ni usiku wa kwanza wa Ramadhan, yani Ramadhani ikiingia tu, futihat abwabul janna, milango yote ya pepo hufunguliwa. Falam yughlaq minha babun, na hakuna mlango wote utakaofungwa kuanzia hapo. Kwa maana mwezi mzima Ramadhan milango ya pepo inakuwa wazi, ili wale wanaoomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya tauba na istighfar wapate kukubaliwa toba zao. Kwa hivyo ni mwezi huu ni mwezi wa kumwomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghuliqat abwabu jahannam, na milango ya moto wa jahannam na mingine inafungwa milango ya moto. Falam yuftahu minha babun, hakuna mlango wote utakaofunguliwa wa moto baada ya kuwa umefungwa. Na hii ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wasufidat shayatin, na mashetani huwa wanafungwa. Wanasema wale maraddatu shayatin, mashetani wenye shari kubwa, mashetani wenye uadui mkubwa, wanafungwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kisha anasema Mtume Muhammad sallam, wa yunadi munadin, anatangaza mwenye kutangaza, anasema ya baghi alkhairi aqbil, ewe ambaye mwenye kuitaka khairi, mwenye kupupia khairi, basi ifate hiyo khairi, itafute hiyo khairi. Wa ya baghi sharrin aqsir, ama wewe ambaye unataka shari, basi wewe usiweze kwenda kokote. Anasema Mtume Muhammad sallam, walillahi utaqa'u minan nari, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huwaacha watu huru na moto. Akasema sallam, wa dhalika kulla layla, na jambo hili linafanyika katika kila usiku wa Ramadhan. Walillah utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla. Iwa ikhwa, kuna hadithi dhaifu iliyokuja ambayo inasema Ramadhan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar, kwamba Ramadhani mwanzo wake ni rehema, alafu katikati yake ndio maghfira, na mwisho wake ndio watu wanaachwa huru na moto. Hadithi hii dhaifu, haijathibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwani Ramadhani yote ndani yake kuna rahma. Ramadhani yote ina nini? Ina rahma. Na sisi si Ramadhani tu, siku zote imethibiti kuna rahma. Kwa rahma haijawekewa kaidi, haijawekewa mzio kwamba inapatikana katika 10 tu. La, rahma iko siku zote. Kadhalika maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala hayako katika 10 ya pili ukasema 10 ya mwanzo haipo, bali yapo katika 10 zote tatu. Kwa rahma Mwenyezi Mungu 10 zote, maghfira 10 zote, kadhalika kuacha watu huru na moto ni katika 10 zote, bali hii maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala yako siku zote. Sasa Mtume Muhammad sallam katika hadithi hii anasema walillahi utaqa'u minan nar, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala huacha watu huru na moto, wa dhalika kulla layla, na jambo hili hufanyika kila siku. Kwa hiyo kila siku, laila inakusudiwa hapa yani baada ya watu kuingia nini, wakati wa kufuturu, yani magharibi. Na hadithi nyingine Mtume Muhammad sallam amekuja kufafanua hii kwamba mtu analipwa baada ya kumaliza kazi yake. Kwa mtu aliyefunga amefika jioni, maana yake kamaliza, kwa hiyo anastahili kupata nini? Anastahili kupata malipo ya ile funga yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kila siku katika Ramadhan anawaacha watu huru na moto, sio mpaka katika 10 ya mwisho wa Ramadhan. Hadithi hiyo haikuthibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha alikhwa, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia anasema kwa kutupa bishara njema juu ya ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Anasema Mtume Muhammad sallam, jaakum shahru Ramadhan, bila shaka umewajilia mwezi wa Ramadhan, shahrun baraka, ni mwezi wenye baraka sana. Yaghshakumullahu fi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawafunika kwa rehema zake. Fayanzilu rahma, Mwenyezi Mungu anawashushia rehema. Wayahuttu alkhataya, pia Mwenyezi Mungu anawasamehe nyinyi makosa. Wayastajibu dua,
na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaitikia sana dua katika mwezi wa Ramadhani. Na lisaimi da'watun la turaddu, mwenye kufunga ana dua ambayo hairudishwi. Mfungaji ana dua ambayo ifanye nini? Hairudishwi na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tunaona Mwenyezi Mungu katika hadithi hii Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah yastajibu fihi dua, anajibu dua wakati mtu kafunga ndani ya Ramadhani. Ulama wanasema wakati wenyewe hasa wa kuomba dua na ukajibiwa basi ni ule wakati kabla ya kufuturu kwa dakika chache. Wakati unataka kufuturu kwa dakika chache pale ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wakati huu ni wakati ambao dua ya yule mwenye kufunga inafanya nini? Inakubaliwa. Lakini wengi wetu sisi wakati huo wa kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja huwa anahangaika, mwingine na machungwa, mwingine na tende, mwingine na maji, mwingine juisi, mwingine na mlima wa vyakula, sidhani hata kama ataweza kumaliza. Kiasi wengine wanaingia katika swala zao wakati ule anakuja kuswali magharibi, hata kusukutua vizuri mdomo wake ameshindwa. Anakuja kusimama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa anakula, anamalizia vyakula. Wala shaka ikhwatal iman, ikiwa ni kwa bahati mbaya sala yako itakuwa sahihi, yani umejitahidi kutoa utakachokitoa katika mdomo wako, kisha labda kikabaki kitu, lakini umekuja unakula kwenye swala. Haitakikani kula katika swala wala kumeza, na kama utahisi kitu basi ni bora ujitahidi usimeze mpaka umalize swala yako, alafu ukifanya nini? Ukiteme hicho kitu, kwa sababu utakapokimeza na uko ndani ya swala ni sawa umekula katika swala. Na tukiwa ndani ya swala tufanye nini? Hatuli. Kwa hiyo hakikisha umemaliza kula. Na misikiti mingine watu hupewa muda wakafuturu wasa, kisha ikafanya nini? Ikakimiwa swala wakaswali. Kwa hiyo inapendeza kwa waadhini katika mwezi wa Ramadhani, inapendeza ukishaadhini, kabla hujakimu swala wape watu dakika kadhaa kabla hujakimu. Sio unamaliza kuadhini hapo hapo tu unakimu, wache watu wafutari kidogo alafu ndio ukimu swala. Hiyo ni bora, mtu atapata fursa kama amekula koko yake ya tende. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, la salata maa hadrati taami, au kama kala sallallahu alayhi wasallam, hakuna sala inaswaliwa wakati chakula kipo pale mbele, kwa sababu mtu atakuwa anafikiria chakula chake tu, afikirii swala tena. Kwa at least mtu apate dakika kadhaa za kuweza kula, apoze koo lake, atulize nafsi yake, asikutue mdomo wake, awe safi, kisha arudi kuongea na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo fursa hiyo ikhwatal iman ya kuomba dua katika masiku ya Ramadhan, kwamba tusipoteze muda wetu kwa kuhangaika na yale maftari na nini hayo kila siku tunakula. Tuhangaike sisi na fursa hiyo ya kujibiwa dua zetu, ambao ndio muda huo muafaka, hasa wale waliokuwa wanakwenda kwa waganga na kutafuta na kutoa pesa na kuchinja wanyama. Wanahitaji kwamba wao wapate majibu ya kazi zao, biashara zao. Sasa ndio muda wa kumwomba Mwenyezi Mungu. Sasa acha waganga hao, Allah ndio yuko hapo anakujibu wewe. Kwa hiyo sio na wasiwasi, ndio fursa yako hiyo. Lakini wapi, watu hawana muda huo kwa sababu hawajazoea hilo jambo. Kwa hiyo turudi katika njia hiyo ili tupate kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mtume Muhammad sallam, yanzuru Allahu ila tanafusikum, Mwenyezi Mungu anaangalia. Yanzuru Allahu ila tanafusikum fi, Mwenyezi Mungu anaangalia namna mnavyoshindana, yani wanadamu wanavyoshindana katika Ramadhani, katika kufanya kheri. Na ndio maana unakuta mtu huyu kamtangulizia mwenzie hichi, huyu anampa mwenzie kabla yake yeye. Watu wanavyopendana, watu wanavyojaliana. Mtu ajiangalie yeye kwanza atakula nini, bali anamwangalia mwenzangu huyu. Na tumeona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kumfuturisha mfungaji japo kwa koko ya tende, hata maji tu, basi ujue wewe unapata malipo ya yule mwenye kufunga pasi na yule kunyimwa chochote katika malipo yake, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni tajiri na apungukiwi na kitu chochote. Fayubahi bikumul malaikatahu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajifakharisha baada ya hapo,
Allah anajifakharisha kwa malaika wake, angalieni waja wangu, angalieni waja wangu namna walivyo, namna wanavyoshindana katika kufanya kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajifakharisha kwa malaika wake. Mtume Muhammad sallam akaendelea kwa kusema fa'arullaha min anfusikum khaira, basi muonyesheni kheri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika nafsi zenu, kwa maana fanyeni kheri nyingi sana. Fa inna shaqiya, kwani mtu muovu, man hurrima fihi rahmatullah, ni yule ambaye atanyimwa rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukinyimwa rehema za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni katika Ramadhani, basi wewe umekosa, yani wewe ndio mtu muovu, kama ilivyokuja katika dua ile iliyosoma Jibril alayhi salam kwamba amepata hasara mtu ambaye kakutwa na Ramadhani kisha akusamehewa. Yani Ramadhani imekukuta wewe mpaka inaondoka, lakini haikuwa fursa ya wewe kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna fursa, hakuna jambo zito kama wewe kusamehewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ni mwezi wa tauba na maghfira kwa wingi, ili tupate kupata msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukiwa umesamehewa na Allah utaishi vizuri duniani, na kesho akhira utapata janna, utapata pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur al-islam wal-muslimin وذل الشرك والمشركين سعداك أعداء الدين، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا والوالدين والوالدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا في رمضان، اللهم بلغنا في رمضان، اللهم بلغنا في رمضان. سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.